Kwingineko ni kwamba upasuaji wa maiti uliofanywa tarehe 4 Januari mwaka 2026 umebaini kwamba mvulana mwenye umri wa miaka 14 aliyepigwa risasi usiku kuamkia mwaka mpya alifariki kutokana na majeraha makubwa. Kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi, marehemu alipigwa risasi kutoka nyuma, risasi ikiingia kupitia sehemu ya nyuma ya bega la kushoto na kutokea upande wa mbele. Risasi hiyo ilisababisha pia kuvunjika kwa mfupa wa bega la kushoto na mbavu, pamoja pia na kuharibu vibaya mishipa mikubwa ya damu, hali ambayo ilisababisha kifo chake. Kufuatia matokeo hayo, familia ya marehemu imetaka haki na uwajibikaji, ikisisitiza kufanyika kwa uchunguzi kamili, huru na wa haraka ili kubaini mazingira kamili ya tukio hilo na kuchukuliwa hatua kwa husika wote. Na venye mwanangu aliuliwa bila hatia yoyote, na nataka hao wenye walifanya uhalifu washika kwa haraka sana. Sitaki ichelewe hii kesi, manake juu mimi naumia tu saa yote. Tafadhalini, nataka usaidizi. Mtoto wangu hakuwa mhalifu. Mtoto wangu ni mpole. Mtoto wangu anajituma, alikuwa amepanda miogo hapo. Yaani mtu wa kujituma, hana mambo mengi mwanangu. So tunaomba juhudi hiyo iweze kuendelea katika watu wa Waipoa. Kabla hii kesi haitaki ichukue muda kabisa. Kuanzia sasa na kuendelea, hata tukustiri mwili, nataka watu wa Waipoa wakae chonjo na sisi, wakae imara na sisi, ili tupate usaidizi ya huu mtoto haki yake. Kwa hivyo tunataka haraka iwezekanavyo tuwaone hawa polisi wauaji ambao wanaua watoto, ambao wanasherehekea mwaka mpya. Hawa polisi wakamatwe haraka iwezekanavyo, wafunguliwe mashtaka, tuwaone korokoroni.